Pole sana kwa kupoteza mchezo. Kipolo kilikuwa kigumu. Maana watu wamekuja na ndimu na chumvi ndio kimelika. Haikuwa rahisi Haikuwa rahisi. Watu ambao mmekuja mmeona hapa game ilikuwa bonge moja ya mechi. Nimekaa hapo watu wananiambia katika mechi ambazo mmecheza kiume na kikubwa basi ni mechi. Au nyie hamjaona? Umeona? Kwa hiyo tunashukuru Mungu, mchezo umeisha, tumepoteza dhidi ya Simba. Unajua unaposema dhidi ya Simba inawezekana watu wasikuelewe. Tumepoteza dhidi ya timu ambayo inakwenda kucheza mchezo wa finali kombe la Confederation ya Afrika. Na tumeweza kupata bao. Na nakumbusha Stellenbosch tumecheza mechi mbili na Simba hawajapata hata bao kwa mechi zote mbili. Nakumbuka? Lakini sisi tumetoa clean sheet kwa Kamara. Yaani katika timu ambazo zimeharibu clean sheet za Simba msimu huu za Kamara na sisi tupo. Kwa hiyo tumepoteza, huu mchezo umeisha, tumesahau, sasa tuna focus kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Tabora. Lakini ilikuwa ni ngumu kiasi gani kucheza na Simba ambayo kwa sasa imeimarika sana na kuweza kupata uruhusu mawili tu ambapo timu zingine zinaweza kuchukua. Ni katika harakati ya kuitengeneza timu. Unajua kuna kipindi tulikuwa tunacheza na Simba tunapoteza kwa idadi kubwa ya mabao. Tulikaa chini tulifanya analysis siku 3 mfululizo kuangalia Simba wanachezaje. Tumeona wapi wana weakness na tumetumia weakness tumeweza kupata goal, lakini kwa bahati mbaya kuna baadhi ya maeneo tumefanya makosa madogo, tumeweza concede mabao mawili, lakini so far so good. Kitu ambacho tulikuwa tunakifikiria kimeenda kama vile ambavyo tulikuwa tumepanga. Angalia namna ambavyo timu ilikuwa inazuia, namna timu ilikuwa inashambulia. Inaonyesha ni timu ambayo ilikuwa inafinishia. Kwa hiyo tuwapongeze Simba wamepata matokeo, lakini tunacha kujipongeza kwamba tumewapa mechi ambayo kila mtu akiangalia, hata mkirudi nyumbani kuiangalia maudio mtasema kweli hii ni mechi ambayo inastahili kuwa mechi ya ligi kuu. Pengine kukosekana kwa kocha labda wachezaji wameongeza morali. Kukosekana kwa kocha mkuu aliyekuwepo mwanzo. Nani huyo? Kariongala siku mapumziko si atarudi? Au nyewe mmesikiaje? Hakuwepo. Sio alompa huyu ambaye umemuona hapo alikuwa sehemu ya bench la KMC kwa muda mrefu. Msimu uliopita tulikuwa naye kama fitness coach, msimu huu tulikuwa naye na sasa hivi amekuja amesimama kwenye touchline kama head coach. Kwa hakuna kilichobadilika. Ni vile vile. Unajua KMC ni moja ya timu ambayo inaendeshwa kwa falsafa. Sawa. Sisi kimchukua Pep Guardiola akawa kocha wetu, tutampa falsafa zetu. Bwana Pep, hii KMC lakini tuna falsafa zetu, tunatakiwa ucheze hivi. Angalia makocha wote ambao wamepita, Mwalimu Kali na huyo ambaye mmemwona leo. Style ya uchezaji ni ile ile, tunapossess, tunashambulia na timu inasaidia kwenda kwenye eneo la mwisho na tunaweza kufunga bao. Kwa hiyo mshangae, kuna vizuri vingi mtaviona. Hiki nilichokiona leo, kwa bahati mbaya naumia, ligi inaisha. Lakini kwa ligi ndio mwanzo, ningefurahi sana. Lanzo leo atalala na viatu. Lakini ile ambayo mlikuwa mnasema atatufunga hat-trick alifunga. Hapa sija hapa comment nilikuwa naona mpanzo. Vipi? Sasa mengia,